ukigongana basi unaambiwa kwa namna ilivyo, huwezi kutumia jezi ya nyumbani wala ya ugenini, basi tumia jezi neutral ambayo haina upande wote. Sasa kwa miaka mingi Simba imekuwa inatumia jezi nyekundu nyumbani na jezi nyeupe ugenini. Kwa maana tangu mwaka jana ilibidi tuonyeshe, tuchague kama klabu ya Simba jezi ya tatu neutral ipi. Jezi ya tatu ya Simba ilichaguliwa kuwa ni grey. Grey kwa Kiswahili tunaitaje? Kijivu. Ndio maana mjana umeona kama wachezaji wetu wametinga jezi ya kijivu. Kwa jezi zingine ukiona hizo zingine ni za nakshi. Lakini Simba sasa itabidi iwe na jezi tatu, kwa maana ya nyekundu nyumbani, nyeupe ugenini na kijivu inakuwa ni neutral. Kwa hiyo itaanza kutambulika kwamba ni jezi rasmi ya Simba, ni rangi rasmi ya Simba kwa mujibu wa matakwa ya CAF. Lakini kingine ambacho ningependa kuwajulisha, mnaandika lakini hamna rekodi, ni kuhusu sponsorship ya vifaa vya michezo. Tulikuwa na tenda ya vifaa vya michezo ya makampuni matatu. Tulikuwa na Starbam, kampuni moja ambayo inamilikiwa na Novat Farm ya Uholanzi, lakini kwa na branch kule Singapore. Walileta tenda yao. Umbro kwa branch ya South Africa walileta mapendekezo ya tenda, na mwisho tulikuwa na UHL kupitia kampuni ya Romario. Bodi iliunda kamati kushughulikia hiyo tenda tatu proposal, na kamati hiyo ikaridhika kwamba UHL Romario ilikuwa na faida kubwa kwa sababu inatoa kwanza vifaa vya michezo bure yenye thamani zaidi ya milioni 200 na inatoa pesa taslimu shilingi milioni 100. Lakini wakati wao wanasema watawekeza wenyewe kwenye mtaji kununua zile vifaa vya jezi za kuuza replica, klabu haitaweka chochote. Kwa hiyo vifaa vyote ambavyo tumegawiwa wachezaji vyote na mipira, vifaa vya mazoezi, mabegi, viatu, tracksuit, jezi za mazoezi, jezi za kushindia, jezi za mechi, na sio jezi moja, pea kadhaa za jezi ya nyumbani, pea kadhaa jezi za away, pea kadhaa za neutral. Zote hizo klabu ya Simba ambayo miaka nyuma ilikuwa inatoa pesa, sasa hivi haitatoa hata senti 5, inapewa bure, pamoja na mipira na kila kitu ni bure, na tunapewa pesa zaidi. Kwa hiyo tathmini iliyofanyika, tumeingia mkataba na Romario watakuwa ndio wenyewe watengenezaji wa vifaa vya Simba, na Simba tumeokoa hela nyingi na tumepata hela nyingi zaidi ya hivyo. Kingine ambacho nipende wajulishi ni kwamba ujenzi wa viwanja vya mazoezi Bunju unaendelea, na plani ni kwamba wakati wa wiki ya Simba tuende kuweka jiwe la msingi kuonyesha uzinduzi wa Bunju project. Katika mojawapo shamla za wiki ya Simba itakuwa ni kuzindua ujenzi wa uwanja wa Bunju. Sasa hivi kuna viwanja viwili vinatengenezwa sambamba. Kuna uwanja wa nyasi bandia na uwanja wa nyasi za kawaida. Tumechimba na kisima cha maji cha mita 65 chini kuhakikisha kwamba kuna maji ambayo yatakuwa yanamwagiwa ule uwanja muda wote, lakini vile vile tutakuzungushia uzio kwenye viwanja vyetu viwili. Tutaweka pia na dressing room, kwa sababu wachezaji wakija kufanya mazoezi lazima kuwa na mabafu na vyoo na mambo mengine. Pia tunavuta umeme na maji ya kawaida ya kutumia kwenye hizo dressing room. Kwa hiyo mwaka kwanza hii inaendelea. Ni matarajio yetu kwamba ifikapo August September tutakuwa tuna viwanja tayari viwili vya mazoezi, tuna viwanja vya kubadilishia mavazi pamoja na fence na kila kitu. Kwa hiyo mazoezi yanaweza kufanyika kule Bunju, na kama nilivyosema, wiki ya Simba wiki tutakuwa siku moja hapo shughuli itakuwa kwenda kuweka jiwe la msingi la uzinduzi wa project ya Bunju, na baada ya hapo uzipata awamu nyingine za project ile ya Bunju, kwa sababu mwisho wa project ile ya Bunju ni kujenga stadium kabisa katika eneo la Bunju. Kingine ambacho ningependa kukizungumzia, nafikiri hiki ni Simba Day. Simba Day iko pale. Kuna mambo mazito sana tumeyaandaa.
lakini nilikuwa naomba tufanye siku maalum ya press conference ya Simba Day, hususan ni timu gani tunacheza nayo kwenye Simba Day na matukio mengine mengi ambayo hayajawahi kutokea katika miaka yote. Kumbuka kwamba huu ni mwaka wa 10 wa Simba Day. Huu ni mwaka wa 10 wa Simba Day, mwaka wa mafanikio. Kwa hiyo mwaka huu tunakuja kivingine kabisa. Miaka 10 tamasha hili limezidi kukua mpaka nje ya nchi, viewers ni wengi sana. Kwa hiyo mwaka huu tunafanya kitu tofauti kabisa na miaka mingine. Matukio yatakao mwaka huu ni matukio ambayo kwa kweli kila mtu ataweza kufurahia. Sasa la mwisho kabisa, ingawa sio la mwisho kwa umuhimu, naomba nilizungumze na kila mtu asitege masikio na kila mtu asikilize. Hapa karibuni tumekuwa na taarifa mbalimbali sana kuhusu aliyekuwa mdhamini wetu wa Simba, Mzee Hamisi Kilomoni. Mzee Hamisi Kilomoni ambaye sio mdhamini wa Simba tena, amezunguka kwenye vyombo mbalimbali vya habari akijinasibu kwamba yeye bado ni mdhamini wa Simba na anaongea kama mwenyekiti wa baraza la wadhamini wa Simba. Sasa alikotupeleka sisi tulikuwa hatutaki kwenda, lakini kwa sababu Simba ni taasisi, unavyozidi kuongea mambo ambayo ni tofauti na taasisi, na kilichoumiza zaidi, anapewa wasaa kwenye vyombo ambavyo ni vikubwa sana vya habari. Sisi tunaona hili lazima tulizungumze na jamii nzima iweze kuelewa. Na leo nimekuja na barua, nitawapeni hizo barua kuonyesha kwamba Mzee Hamisi Kilomoni sio mdhamini tena wa Simba, na hizi ni barua ambazo zimetoka kwenye taasisi ya serikali, kwa sababu kuna watu wengine mpaka leo hawaamini, wanafikiria kwamba uongozi mzima wa Simba, bodi nzima ya Simba, wanachama wote wa Simba wanasema uongo, ila mzee yule ndiye anasema ukweli. Sasa leo mimi naomba niwape taarifa sahihi na nikuonyesheni kwa barua ni kwa jinsi gani huyu mzee sio mdhamini tena wa Simba. Barua ya kwanza ambayo nitaonyesheni ni hii barua. Hii barua tarehe 11 Oktoba ikitoka kwa anaitwa Administrator General, nafikiri kabidhi wa CEO wa serikali. Barua hii nitagawieni, sina kopi za kutosha, lakini nitapiga picha muione. Barua imeenda kwa Simba Sports Club Dar es Salaam Registered Trustees, na hii inahusu Trustees Incorporation Act Cap 318 RE 2002, Notification of Change of Trustees, Form T14. I acknowledge receipt of the Form T14 dated 13 August 2017, ndio tulimwandikia, together with minutes of annual general meeting, pamoja na muhtasari wa kikao cha wanachama na CV kwa Kiswahili mnaitaje, wasifu wa new trustees and the enclosures therein, the contents of which have been noted. Huyu anayezungumza huyu ni kabidhi wa C. The form as presented appears to be in order and the same has been placed in our records. The following are the present trustees: Abdul Wahab Abbas, Ramesh Patel, Professor Juma Uthmani Kapuya, Adam Idi Mgoi. Naomba barua hizi mzichukue, mtoe, mpige picha siku hizi, mtoe kopi liko chake. Wataanza kuomea. Hiyo ya kwanza. Hii ni barua ya tarehe 11 Oktoba 2017 kwenda kwa Simba. Sasa unakumbuka huyu mzee wetu, sisi Simba kuna mheshimu sana. Na mheshimu sana kwa sababu Simba tunaheshimu wazee. Alifungua kesi mahakama ya Kisutu. Sasa kufungua kesi mahakama ya Kisutu kule, wakili wetu walisema huyu mzee hana locus standi, hana sehemu ya kufungua kwa sababu tayari ameshafanya nini? Ameshavuliwa udhamini, sio mdhamini tena wa Simba kuanzia tarehe 11 Oktoba 2017. Kwa hiyo akifungua kesi kwa niaba ya wadhamini hana hiyo nguvu tena. Kwa wakili wa mzee Kilomoni, hao wanaitwa Bin Attorneys,
imesainiwa na Lespicious Ishengoma, wakili wake akawaandikia barua, sawa, akawaandikia barua administrator kutaka kujua hivi ni kweli huyu mzee sio trustee. Wakili wake mzee nani? Mzee Kilomoni akaandika barua kuuliza kwamba kweli huyu mzee sio trustee, ile inaitwa search. Sasa akajibiwa na kabili wa C ambao tumeattach kwa, akimwelezea kwamba sawa, nimepokea barua yako ya tarehe 1 Agosti ikiwa na contents zifuatazo. Naomba nikujulishe kwamba hawa wafuatao ndio wadhamini wa Simba: Abdul Wahab Abbas, Ramesh Patel, Profesa Athmani Juma Kapuya, Adam Idi Mgoi. Naona hiki kitu. Kwa hiyo wakili wa mzee Kilomoni akajibiwa na kabidhi wasi. Hiyo ilikuwa tarehe 8 Novemba. Baada ya kujibiwa, wakili huyu akaijulisha mahakama ya Kisutu, akamwandikia hakimu mkazi wa Kisutu, attention Honorable Simba, kweli wamejiridhisha kwamba sawa, wadhamini wa Simba ni hawa waliotajwa kwenye na Administrator General. Sasa hebu pimeni katika hali hii, pimeni na vyombo vya habari ambavyo mnampa entertainment huyu mzee. Sio mdhamini wa Simba, na anajua sio mdhamini wa Simba, lakini anatumia nafasi hii kudanganya watu, kudanganya vyombo vya habari. Sasa leo tunawapeni hizo document, na sisi kwa sababu tunajua anafanya makusudi, tulichokifanya, kwa sababu bodi ya Simba ilikuwa haina kamati ya maadili, tulichokifanya, maamuzi ya bodi ni kwamba tumewapeleka kwenye kamati ya maadili ya TFF. Sasa kamati ya maadili ya TFF itamuita, itamhoji, atajieleza, na sisi tutakwenda kutoa ushahidi, kwa sababu sisi hatupendi malumbano. Tumenyamaza muda mrefu, tumevumilia muda mrefu, mpaka kwenye mkutano wa uchaguzi alikuja tukampokea, mpaka kwenye mpira anakuja tunampokea, lakini hafati taratibu na sheria za nchi. Wenye mali ni wanachama, waliamua kubadilisha trustees, wakamtoa, na mwanasheria wake akathibitishiwa kwamba wewe kweli sio mdhamini, na anajua sio mdhamini, lakini ameendelea kupita kudanganya watu kwamba yeye ni mdhamini. Kwa hiyo naomba hizo document muandike ukweli. Sasa akiongea yeye kama mtu mwingine, haongee, lakini kwamba yeye ni mdhamini wa Simba, nafikiri ukurasa huu tumeufunga, kwa sababu haya sio maneno yangu. Hizi ni barua zimetoka wapi? Kwa serikali, Administrator General. Kwa hiyo nimewaiteni hapa kuambieni, jamani, hebu tuendeni vitu vya maendeleo. Kuna vyombo vikubwa sana vinalaumu maendeleo, hatupige hatua, hatuendelei, lakini vyombo hivyo hivyo vinakumbatia vitu ambavyo havina kichwa wala miguu. Ilikuwa ni rahisi sana kufuatilia huyu mzee. Simba anasema sio mdhamini, yeye anasema mdhamini. Hivi mdhamini anathibitishwa wapi? Si ni Rita? Mungeenda Rita, hata mkitaka confirm Rita, hizo barua mkienda nyewe vyombo vya habari mtazikuta. Sasa haya ni mama niwaeleze kwamba kwa uthibitisho, mzee wetu Hamisi Kilomoni alikoma kuwa mdhamini wa Simba Oktoba mwaka 2017, na tarehe 8 Novemba alijulishwa kupitia wakili wake aliyefungua kesi mahakama ya Kisutu kwamba yeye sio mdhamini wa Simba. Kwa hiyo kuanzia Novemba 8, 2017 hali yote aliongea kwamba ni mdhamini ni kwa makusudi,
kwa sababu anajua kama hali halisi kwamba yeye sio mdhamini. Na kama angekuwa na shaka anajua hilo, angeenda RITA. Mbona hao wananiambia kwamba mimi si mdhamini? Ni kweli, wangemjulisha mzee, kwa kweli wewe sio mdhamini. Lakini maadamu mahakamani alikuwa anatumia wakili yule, wakili yule ndiye alienda kufanya search, kwa sababu sio kama RITA ilimtafuta, wakili ndiye alienda kufanya search ili ajulishe ukweli kwamba Simba hoja wanayotoa mahakamani ni kweli. Akaambiwa ni kweli, na akamjulisha hakimu, bwana, ni kweli imegundua huyu mzee sio nani, sio mdhamini. Na ukishakuwa sio mdhamini, kesi umefungua kama mdhamini, umekosa locus standi na huna tena cha kushtaka. Kwa hiyo nimeona wajulishe hayo. Huu ukurasa wa huyu mzee tumeufunga leo kwa sababu ndio hali halisi iliyopo. Hatutakuja kuzungumzia kuhusu mzee kwa sababu yeye mzee sio mdhamini, ila sasa kuhusu mambo mengine kamati ya maadili ya TFF itamhoji, itampa fair judgment, aweze kumsikiliza, kusikiliza na Simba kwa nini anatetea vurugu na matatizo katika klabu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Kuna mafaki. Naitwa Shomari, natokea Star TV. Utendaji umezungumzia masuala takribani matatu hapo au zaidi ya matatu, ikiwepo usajili, kambi pamoja na ishu ya mzee Kilomoni. Katika usajili nataka nifahamu ishu ya Juko Murshid, mambo yakoje? Kwa sababu katika majina 26 mliowasilisha la Juko halipo na anasemekana Juko bado ana mkataba mmoja na Simba. Jambo la pili, awali mwekezaji Mo Dewji alisema kwamba Simba ingeweza kwenda kuweka kambi maeneo mawili, moja wapo Amerika ama Ureno, kulikoni tena imekuwa Afrika Kusini. Na jambo la tatu, ishu ya mzee Kilomoni, leo umethibitisha kwa barua, lakini yeye anasema kwamba hajawahi kupata barua aina yoyote inaonyesha kwamba sio mdhamini. Lakini hapo hapo, kwa nini mpaka leo hii anaendelea kushikilia nyaraka za Simba, hususan jengo lile la Kariakoo? Ngoja nimjibu basi moja moja. Ya kwanza, Juko Murshid. Juko Murshid ana mkataba na Simba mpaka mwisho wa msimu. Juko Murshid wakati timu imeenda kucheza Maskosei kwanza Ziwa, alisema anaumwa, kweli aliumia, akabaki Dar es Salaam akijiuguza majeraha. Timu ya Dar es Salaam Juko akawa ameshatoroka, ameenda Uganda, hakuwepo kwenye kambi ya Simba. Turudi hapa tunajiandaa kucheza mechi za mwisho, ametoroka. Hakumwaga kocha, hakumwaga meneja, hakuaga uongozi. Lakini wakati akidai mume hawezi kufanya mazoezi, tukasikia yuko Abu Dhabi na timu ya taifa ya Uganda anafanya mazoezi kule. Tukamwandikia barua ajieleze ni kwa nini asichukue hatua za kinidhamu kwa kuondoa kituo chake cha kazi bila ruhusa ya mwajiri, hata kuongea na kocha, hata kuongea na meneja. Hiyo barua kuijibu mpaka leo. Juzi tena tumemwandikia wakati timu inakuja, timu inaanza kambi, tumemwandikia aripoti kituo chake cha kazi kabla ya tarehe 15. Tumemtumia ile barua, hajaweza kuripoti. Yuko anafikiri kwamba anaweza kalazimisha kuhama. Hawezi kulazimisha kuhama, na kwa sababu alitoroka kazini, ni kweli mshahara wa mwezi wa 5 kumlipa na mshahara wa mwezi wa 6 kumlipa. Tamlipaje mtu ambaye yuko kazini? Tumemwita aje Dar es Salaam ili tuweze kuzungumza shauri lake, tumshtaki kwenye kamati ya nidhamu, ajitoe majibu yake ni kwa nini alitoroka kambini bila ruhusa. Sasa hajafika tarehe 15. Sasa hatua ambazo tutachukua, ina maana tutachukua hatua wanasema ya upande mmoja. Tutachukua hatua ya upande mmoja kwa sababu hataki kufika kituo chake cha kazi na huko akiwa na mkataba.
Kwa hiyo kanuni za FIFA zinatulinda, sheria zote zinatulinda, na ukiwa na mkataba hata ufanyaje, huwezi kuondoka. Kama na timu amepata, aje hiyo timu ijizungumze na Simba, ndio atatoa mkataba. Lakini kama anazunguka tu, basi atakula adhabu, hataenda kokote mpaka mkataba utakapoisha Disemba, ataambiwa atakwenda wapi. Simba iliyokuwa inavumilia wachezaji wa utovu wa nidhamu sio Simba hii. Na hata usajili wetu mmeona umelenga pia kuachana wachezaji ambao wana matatizo ya nidhamu makubwa, tena a professional player, foreign player. Unajua mchezaji wa nje ukimzungumzia kumsajili ni gharama kubwa sana. Bora basi hata mchezaji loko anakusumbua, unajua ni mzuri loko, lakini mchezaji wa nje kuacha hela ya usajili. We pay them in dollars, both signing on fees na mshahara. Tunawalipia work permit, tunawalipia residence permit, tunawalipia hela TFF. Kwa hiyo ukipiga mahesabu kuacha usajili kuna karibu milioni 10 nyingine kwa mchezaji inaongezeka. Na tunawatafutia nyumba wakati mwingine na usafiri juu, kwa sababu hapa sio kwao, kwa hiyo lazima tafutie nyumba. Kwa mchezaji mmoja kuacha gharama ya usajili tu anaweza kugharimu kila mchezaji zaidi ya milioni karibu 20. Sasa mchezaji anakuja hapa hana nidhamu. Sasa kama wachezaji wa kutafuta nje ya nchi sio wengi tu wazuri, tutafuta wengi wazuri nje ya nchi wenye nidhamu. Kwa ndio maana kuna wachezaji umeshangaa hapo wanapiga kelele kila siku, wengine sio wanapigia simu na wafanyia kampeni fulani huko. Sio kafanyaje sijui kawika huko, wacha wiki kwa nini jogoo. Nidhamu first. Kwa hiyo yuko ndio hali halisi hiyo. Na hii yuko sio mara ya kwanza kuingia kwenye matatizo ya nidhamu. Ni mara nyingi ameingia kwenye matatizo ya nidhamu. Lakini sasa hivi anapokuelekea Simba ina uongozi imara. Uongozi unajua sheria, mjibu na kanuni za FIFA. Kwa hiyo atarukaruka tu, mwisho atabidi apige. Ameshaanza kunitext message kila siku. Naambia sawa, nitakujibu. Njoo kwanza Dar es Salaam. Sawa bwana. La pili ni kuhusu kambi. Ni kweli mwekezaji alisema tungeweza kwenda Marekani, tungeweza kwenda Ureno. Lakini moja ya vitu vilisingiziwa cha kwanza ni muda ambao upo. Hatukujua kama Champions League pengine inaweza kaanza karibu hivi. Hilo la kwanza. Lakini la pili pia hali ya hewa. Hali ya hewa Marekani, hali ya hewa Ulaya pia ni ngumu sana, ni joto sana. Kwa hiyo tulipima vitu vyote, lakini sasa katika mfano pre-season hauwezi kufanya zaidi ya wiki 2-3. Fikiri unaenda Marekani. Piga mahesabu unaenda Marekani, masaa mangapi unatumia kule? Alafu kwa usiku huku mchana. Kwa hiyo mpaka uadjust hapo karibu siku 5. Unakaa tena siku ngapi unarudi tena kuja kuadjust hapo, ucheze Simba Day. Kwa hiyo faida na hasara za kwenda kule ukilinganisha na gharama unazotumia, wenzetu tunasema doesn't worth it. In fact yeye alikuwa anataka sana timu ende, lakini sisi tukamshauri, hata kocha mwenyewe akasema it doesn't worth it. Tungekuwa tuna wiki 6 inge make sense. Lakini tunaenda wiki 2 au wiki siku 17. I make sense kwenda Marekani. Kingine ambacho muuliza ni kuhusu mzee Kilomoni. Nasema ngumza kitu hicho, unarudia kitu hicho. Yeye anazungumza kitu hicho, dakika moja unarudia kitu hicho. Kwa hiyo naamini kwamba mzee Kilomoni alikuwa hajapata nani? Barua kwamba yeye sio mdhamini. Tunataka tupate ufafanuzi kwamba mmesema kwamba sio mdhamini tangia mwaka 2017. Kwa nini mpaka hivi leo bado anashikilia nyaraka za Simba kama sio mdhamini? Na kama ashikili tuambie. Sasa yule alikuwa na hati moja. Majengo ya Simba pale na hati 2. Sawa? Ana hati moja ameshikilia. Tumemwomba tangu enzi Salim Trayageni anaenda kwake mara 10. Mzee Ramesh Patel mdhamini mwenzake ameenda kuambia lete hiyo hati mara ngapi? Sweli Nkwabe amechaguliwa ameenda kwa mara ngapi? Maana anasema nitakupa kesho, si yuko wapi? Ngoja si unajua mpaka wadogo wanangu waje waangalie makabati, siangalii mara si yuko wapi? Sisi tukatangaza kwenye gazeti la serikali kwamba imepotea.
Sio tangaza kwenye gazeti la serikali, hati imepotea. Kwa sababu huyu mzee hajui hata iko wapi. Kila siku anabadilisha lugha. Haionekani iko wapi. Sasa ukitangaza, serikali sitakupa kopi nyingine. Sasa tuende kumsubiri mpaka atakapotoa. Tumeshapata nyingine ndio anakuja nayo. Jamani, let's be serious. Kwani wewe si ulichaguliwa? Kwanza mzee Kilomani alichaguliwa nani kuwa mdhamini? Si uongozi wa juzi tu hapa. Sasa wamekuja watu wamekuchagua wengine, kwa nini ungangania? Kwa hiyo sio kweli kwamba hiyo hati ameishikilia kwa makusudi anafikiri itakuhamisha transformation. Haiwezi kukuhamisha transformation kwa sababu jamani, ardhi Tanzania ni mali ya serikali. Leo hata ikisema pale Msimbazi na bomoa inaweka kituo gani pale, itakufanya compensation, inachukua hati inabadilisha. Kwa hiyo mtu aliyekuwa na mshauri kwa mangangania hati alikuwa mshauri vyema. Yeye mzee angekubali, angetoa hati, angesema bwana, pamoja kwamba mimi sikupenda transformation, wengi wamekubali, wape basi naridhika. Angekuwa na heshima kubwa kwa Simba, kubwa kuliko mtu yote. Lakini njia aliyochukua sidhani kama ni njia nzuri. Kwa sababu 99% wamekubali mabadiliko. Sasa wewe 1%, na kwa nini ungangania kwamba sio mabadiliko? Kuhusu barua nimekueleza. Barua alijua kwamba yeye sio mdhamini. Na mwanasheria wako, kwa nini ile kesi walidraw? Kwa sababu ilikosa nguvu, ukajua sio wadhamini. Ilishia wapi ile kesi? Bado alikuwa hajui. Wakili wake amejua, kamwandikia mpaka na hakimu kwamba kweli bwana, huyu mzee sio mdhamini. Wadhamini ni hawa hapa nimeatacha. Bado anasema hajui. Kwa hiyo wakili wake akamwambia kwamba sio. Swali lingine? Endelea. Tunasema Simba bado mna usajili wa mchezaji mmoja. Kikosi jana kinaingia kambini. Huyo mchezaji atakuja huko kujingi na wenzake au mnamsajili kwa ajili ya kumtumia wakati gani? Swali la pili, kikosi kimeondoka jana lakini timu ya taifa imetangaza. Nataka kujua mnawasiliana na TFF gharama za kuondoka wachezaji wa timu ya taifa. Iko kwa Simba au kwa timu? Kwanza nianze na pili. Kwani wasingerudi? Si unabadilisha tiketi? Au? Eti jamani. Kwa mfano tulipanga turudi sisi tarehe 1, tarehe 31, tarehe 2, tarehe 3. Wanatakiwa warudi mapema. Si watu tunakubaliana TFF jamani, hawa wachezaji wako huku. Unataka warudi lini? Warudi sisi tarehe 24, sisi tarehe 25, sisi tarehe 21. Gharama za kubadilisha tiketi ingapa tiketi moja shilingi ngapi? $50, $100. TFF watalipa. Kwa nini itawashinda? Kama wanamtumia Mwana Samata kutoka Belgium, watashindwa kulipa $50 kwa tiketi? Si imeisha au ni tatizo kubwa? Mchezaji atakayesajiliwa. Mchezaji anasajiliwa hata wakati wote, ndio maana kwani mchezaji ukisajili dirisha dogo huwa achezi. Mchezaji kishagua dirisha dogo huwa achezi kwa sababu amekosa pre-season. Naulize ndugu yangu. Sawa, mwaka huu tunaweza kusajili wachezaji Disemba. Tunaweza kutoa mwingine tukaingiza mwingine Disemba. Kwa atakuwa amefanya pre-season na Simba. Atakuwa amefanya hajafanya? Sawa, mashapata jibu. Kwa hiyo timu inafanya mazoezi na hiyo kusajili itategemea. Kuna vitu vingi vinaangaliwa. Na sio lazima iwe ndani ya siku hizi. Inaweza kawa ndani ya siku hizi, inaweza katikati ya msimu. Tunaangalia pia mahitaji ya timu. Na tumeacha makusudi hivi tuangalie katika siku 7, 8, 10 hizi. Timu inajienda wapi? Mapungufu yako wapi? Si unajua maana ya usajili? Nafasi ipo na nje ya wachezaji wa nje unasajili mpaka mwezi Septemba. Kwa hiyo tunaangalia pia hii timu ilivyocheza hivi, ilifanya mazoezi. Unafikiri eneo gani ni dhaifu? Eneo gani inataka kuongezwa nguvu? Najua baada ya wiki moja tu mwalimu atasema jamani, katika timu yangu nimeona sehemu fulani kidogo si ndio usajili unapokwenda, nafasi bado ipo. Kuna wachezaji wanasajiliwa dirisha siku ya mwisho kabisa. Timu iko camp kule, lakini mchezaji siku ya mwisho anasajiliwa.
na bado anakuja kucheza, si ndio jamani? Ndio. Haya, swali lingine. Mimi nataka kuuliza nukuu statement ya kwanza wakati Haji anaanza, na wewe kwa ujumla unaonyesha timu kwa maana ya uongozi na kila kitu kuna utulivu wa hali ya juu, na ndio maana mambo yanaenda vizuri bila shida. Lakini kuna vitu ambavyo ukija kuviangalia tu ambavyo kila mtu labda kwa mashabiki na watu wanaofuatilia Simba zaidi watakuwa wanahoji kila siku kuhusiana na ishu ya kunaonekana kama kuna mpasuko. Yaani ukisoma kwenye ishu ya mdhamini kwa maana ya Mo ambazo wamekuwa akitweeti zile Twitter zake na nini, yaani mara nyingi sana inaonekana kama kwamba kuna behind, yani kuna issue kuhusiana yeye na uongozi baadhi ya Simba. Inawezekana labda huku kwa Simba au huko kwenye upande wake. Labda hili swali unaweza kutuweka vizuri tukapata labda kitu kilichosimama. Mimi siona mpasuko. Baba mulizeni, mimi siona mpasuko. Umeshaona mpasuko jamani? Mimi sijaona. Uko wapi? Uko wapi? Unajua tatizo, ndio maana mimi nikihojiana na watu pale. Sikilizeni jamani. Ndio maana mimi watu wakinihoji huwa nagombana nao kila siku. Kuna watu wametengeneza kwa mfano yani account fake za Bwalia, sio mchaji gani huko. Wametengeneza huko wanasema anaingia Simba sasa hivi, sio anapokea airport leo. Alafu mtu anakupigia simu. Anakuuliza vipi usajili wa Bwalia? Sasa usajili gani wa Bwalia? Umetoka wapi usajili wa Bwalia? Oh, kuna uvumi. Sasa uvumi unaniuliza mimi? Sio uliza unatoa uvumi. Sasa wewe Simba lini tushasema tunamsajili Bwalia mfano? Lakini mtu ameshupaa na Bwalia, umemtoa wapi? Insta kumuulize wa Insta huyo. Bwana wewe umeandika hiyo umetoa wapi ya Bwalia hii? Yaani katika mwaka huu habari zote zilikuwa zinaangalia usajili wa Simba zote ni uongo, wala hatujaweza kwa kujadili. Zote uongo. Uongo zote, sijui nani anakuja uongo. Kwa hiyo sasa hivi mnasema mpasuko. Mpasuko upi? Najuaje? Mmewapigia wenyewe kama mwenyewe mna mpasuko? Mmewapigia? Wenyewe. Mimi sijaona. Nyinyi mmewapigia? Wewe kama mtendaji mkuu nataka kujua kwa sababu sijaona na juzi kwa kikao cha bodi sijaona mpasuko. Hata kwenye swala la usajili hilo umezungumza kwamba kuna vitu vyote vilikuwa vinaandikwa vya uongo, lakini kuna vitu viliandikwa na mwisho wa siku vikatokea vile vile. Kama kipi? Kitu cha ajibu kimeanza kuandikwa mapema sana. Kisha ya ajibu kuhusu kuja Simba na kuhusu kusajiliwa na Simba mapema. Kumesemwa sana kwenye nani kabla hata nani mkataba wake haujaisha yani. Lakini mwisho wa siku wakaendelea kusema hadi siku naisha mkataba na wakasema kabisa Suni atatangazwa wapi? Simba. Na ilitokea. Sasa ina maana kwamba kuna vitu vina ukiangalia mazingira vinaeleza. Sasa wakati nasema kuhusu wajibu tulifanyaje sisi? Tulikanusha. Tukamwambia subirini muda. Saa 7 ikifika atatangazwa. Usajili wa Simba subirini muda. Guys, ngoja nikwambie ni hivi. Sasa klabu itajibu tetesi. Hivi kuna taasisi nyie kwenye vyombo vya habari mnajibu tetesi. Yaani tetesi mzue wenyewe, alafu Simba ndio aenda kukanusha kudhibitisha. Kweli hiyo sawa? Yaani muandike wenyewe, alafu Simba ikifanya kazi ya kukanusha. Kweli? Zana Zamo. Kwani ushaona kuna mahali kaandika Simba kuna mgogoro? Nakuulizeni swali. Wapi kaandika kwa Simba ina mpasuko? Picha gani imeandika? Picha gani? Hebu nionyeshe mmoja picha ambayo imechorwa Simba na mpasuko. Kichwa akija na mipasho mingi sasa. Sasa kwa sisi tukajili majibu yake. Jamani, Mohamed, sikilizeni jamani. Mohamed ni kiongozi wa makampuni zaidi ya mangapi? Kwa akiandika nini? Akiandika sijui naenda nini uongo unaenda kwa lifti sijui nini pale hapo amesema Simba. Mtumbwi, kwa hiyo mtumbwi manake Simba. Jamani, let me serious note jamani. Simba ni taasisi. Kama inakuja kutokea kuna matatizo itakuja wakati wake, itazungumzwa.
Haya mambo ya speculations yaacheni. Kama kuna tatizo litakuja kuzungumzwa na litawekwa wazi. Kama hakuna tatizo tutaendelea kupiga hatua. Lakini mimi ninavyojua kama mtendaji mkuu, bodi inakutana, inapanga vikao vyake sawa sawa. Kama kuna tatizo litakuja kutokea, bodi itatolea maelezo, mwenyekiti mwenyewe au ataniambia msemaji kalizungumzie au mtendaji mkuu kalizungumze. Tusiweke mpaka kabla ya nani? Subiri. Kabla ya farashi. Sio, naomba nimalize na swali la msingi. Usimalize, wenzako bado. Kama umetuambia kwamba umemaliza swala la usajili, ni vyema pia kwa tupa orodha ya wachezaji ambao Simba imewapa mkono kwa leo kwa msimu huu na imewaruhusu kwenda kwenye vilabu vingine kwa mkopo. Tusaidie kwa hilo. Wapo tumewaruhusu. Sawa. Kuna mchezaji Marcel Kaheza alirudi, tumemruhusu kwenda kwa mkopo. Nafikiri Polisi Tanzania wamemwomba. Sawa. Kuna mchezaji Dar es Salaam, kuna timu South Africa ilimwomba, tulishamruhusu. Kuna mchezaji Paulo Bukaba, kuna timu mbalimbali zimemwomba, moja wapo iko South Africa, nyingine zaidi ya 3 ziko Tanzania. Tuko tayari kumruhusu wakati wowote. Kuna mchezaji Mohamed Rashid aliyekuwa KMC mwaka jana. Tayari leo asubuhi nilikuwa naongea na watu wa JKT, wako tayari kumwomba kwa ajili ya mkopo. Kuna mchezaji Abdul Suleiman, huyo alikuwa ni under 20. Mazungumzo yanafanyika mbalimbali, kuna timu kadhaa zimeisha kumchukua kwa mkopo, lakini pia kuna uwezekano akaenda Ulaya, kuna timu zinamtaka Ulaya. Kwa hiyo yote hao ni wachezaji ambao hatutakuwa nao msimu ujao. Ni wachezaji wa Simba bado kwa sababu wana mkataba, lakini hawana nafasi katika timu ya kwanza. Kwa hiyo baada ya kukaa nao tunawapeleka timu mbalimbali ili wapandishe viwango vyao, ikiwezekana wakipandisha waweze kurudi kwenye timu. Swala la pasi na nani na Zaka. Ngoja basi. Wachezaji ambao wa kigeni ambao mikataba yao imeisha, mnafahamu. Na Haruna mkataba umeisha. Manolo huko mkataba umeisha. James Kote mkataba umeisha. Kuna mchezaji Afante Kwasi mkataba wake unaisha Novemba, lakini tutafanya mazungumzo tuweze kuachana naye salama. Nafikiri kuna timu amepata, tutampa release letter kushakubaliana. Kuna mchezaji Gian mkataba wake uko naenda mpaka mwezi Agosti, lakini naye tushakubaliana tunaachana naye, kwa tutampa release letter. Nafikiri umeisha Kulibali naye tushakubaliana naye, tumeshampa release letter, yuko Dar es Salaam, tafuteni leo mwage cheshi sana yule. Nani tena? Tumemaliza? Salim Bonde mkataba umeisha. Mwalimu alishauri, tulimshauri na sisi kwamba amekaa muda mrefu sana bila kucheza mpira. Kwa ushindani uliopo Simba na kwa pressure iliyopo Simba, ni bora akatafuta klabu nyingine acheze kwa mwaka mmoja, anaweza kupata nafasi ya kucheza kuliko Simba kutoka kwenye injury amekaa zaidi ya mwaka bila kucheza. Sio rahisi kuja kupata nafasi kwenye timu ya Simba. Mchezaji wetu mzuri sana tumempoteza, lakini ushauri wa mwalimu wa kitaalamu tumeuzingatia. Kwa hiyo hatukutaka kurenew mkataba na Salim Bonde kwa sababu mkataba wake umeisha. Tunamshauri na tushamshauri atafute timu nyingine ambayo haina pressure kubwa kama Simba, pengine anapata nafasi ya kucheza akarisha kiwango chake, kwa sababu ni mchezaji wa hali ya juu kabisa. Ndio. Ulizeni yote maswali leo. Naam, kwa jina naitwa Thabiti. Mimi niko na maswali mawili. Yes. Swali la kwanza, Simba iko Afrika Kusini kwa ajili ya kujiandaa. Je, tutakuwa na mechi za kirafiki japo ni muda mfupi? Na swali lingine la pili, umeweza kusema kwamba Mzee Kilomoni mnampeleka kwenye kamati ya maadili ya TFF. Na huku Simba mnasema mtambui kama ni mdhamini. Yaani hapa kama nani? Mwanachama ukivaa kamati za maadili zinahusu wachezaji na wanachama na familia ya mpira. Kwa hata mpenzi tunaweza kupeleka kwenye kamati ya maadili ukaambia usikanyage uwanjani. Kwa hiyo ni mwanachama bado wa Simba. Anaweza kuwa sio mdhamini, ni mwanachama wa Simba. Anauweka mpira wa miguu
na klabu ya Simba na katika taharuki. Sawa. La pili, nilishasema tangu mwanzo, mwalimu amepanga kucheza mechi 3 za kirafiki kuanzia tarehe 23. Kwa hiyo na timu zinagombania kwa kucheza na Simba. Tutachagua timu bora ndio tucheze na Simba. Sio timu moja inafungwa goli ngapi. Haya, mwingine mwishoni nini? Unaunganisha juu kwa juu? Kidogo tu. Umesema hapo mnaenda kumshtaki ama kujadiliwa kama mwanachama. Utaratibu pengine kushtaki wanachama TFF umeanza lini ndani ya Simba pengine na wangapi mmeshafikisha? Iko hivi jamani, iko hivi. Simba Sports Club. Naomba nifafanue maana hapa kunaweza kutoka ukafika kama TFF wamekula njama, Simba wamekula njama na TFF. Iko hivi. Simba Sports Club ilikuwa na kamati ya maadili. Sawa? Sasa kamati ile ya maadili ilikuwa ni ya club. Hii ni Simba Sports Club Company Limited. Hatujateua nini? Kamati ya maadili. Tukiunda sasa hivi kamati ya maadili, alafu ndio tukachukua kesi ya mzee Kilomoni tukaipeleka, itaonekana tumemuundia nini? Kamati ya maadili. Kama tuchague wajumbe kuja kummaliza huyu mzee. Sio fair kwake. Yaani kama unaunda kamati kwa ajili ya kesi ambayo yuko nyuma. Sasa kamati itakayoundwa sasa hivi na bodi ya kamati ya maadili itakuwa ni kamati ambayo itashughulikia kesi zitakazokuja. Sasa katiba ya Simba na katiba ya TFF na katiba ya FIFA wanasema ukikosa vyombo vya kisheria, judicial organs, kwenye taasisi yako unapeleka kwenye chombo cha juu ambacho ni TFF. Tungeweza kusema kufanya kihuni kwamba tuunde kamati leo ya Simba ya kamati ya kutuchukue. Wangesema kisheria bwana, elekea mmemuundia huyu mzee kamati, mmechagua wajumbe ambao unajua wanaenda kummaliza. Kamati itakayokuwepo ishughulikie kesi zitakazokuja huko mbele. Lakini kamati ambayo ipo wala tukuchagua wajumbe wala tujui ni nani, nafikiri itakuwa very fair kwa mzee na kwa klabu kwa maana ya kampuni. Umeelewa hiyo? Umeelewa? Kwa hiyo muandike vizuri, sio kama tumeenda kumkomoa. Tumempa fair judgment. Fair. Nasema? Sasa hizo balance nayo. Kazi yangu kila siku. Sio kama kibali. Kwa kibali kwa. Wewe sio kujua. Waandishi msendoke huyo anakuja.